Na mtazamaji wa Trend TV, bwana Nifa, mwanadada ambaye alikuwa yuko katika kesi nzito ya uhaini kutokana na baadhi ya vitendo ambavyo alikuwa amevifanya kabla ya uchaguzi, ni kwamba leo ameachiwa huru, na taarifa zimesambaa huko mitandaoni na kila mtu amefurahishwa na tukio hilo baada ya Mheshimiwa Rais kutoa kauli ya vijana ambao baada ya uchunguzi kufanyika na vijana kuonekana kwamba kuna wengine walifuata mkumbo kuachiwa. Basi tayari tumeshaanza kuona kuna baadhi ya vijana waliachiwa, then Nifa kidogo alichelewa kuachiwa, lakini siku ya leo na pia ni miongoni mwa watu ambao wameachiwa huru, jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana. Siku ya leo bwana imekuwa ni siku njema kwa mashabiki na wadau ambao walikuwa wanaumizwa na kile ambacho kimehappen kwa upande wa binti huyo, ambapo hapa kuna page imekuja kuripoti kama imeandika kwamba vijana Jennifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 almaarufu kama Nifa na Mika Chavala waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhaini wameachiliwa huru mchana huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imefikiwa leo wakati shauri hilo lilipopokelewa mbele ya hakimu mkazi mkuu Haron Lyamuya kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakili wa serikali Titus Aaron alidai kuwa shauri hilo lilipelekwa kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP Sylvester Mwakitalu kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 92(1) cha mwenendo wa mashauri ya jinai CPA hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa wote hao wawili, yani Mika Chavala pamoja na Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa. Baada ya kuelezwa hayo, wakili wa utetezi Peter Kibala alidai kwamba wamesikia na hawana pingamizi katika hilo kwa kuwa ndiyo sheria inavyoelekeza. Hivyo alidai kwamba anaiomba mahakama iweze kumtaka kwamba washtakiwa hao wameachiwa. Hakimu Lyamuya alieleza washtakiwa hao kuwa kwa upande wa mashtaka umewasilisha ombi la kufutia mashtaka hayo chini ya kifungu kilichotajwa. Hivyo basi mahakama imekubali ombi hilo na kueleza imewaachia huru washtakiwa wote hao wawili. Kwa hiyo bwana Nifa pamoja na Mika Chavala wameachiwa leo mchana jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo mashtaka ambayo alikuwa anayowakabili ya makosa ya uhaini yamefutwa dhidi yao. So kutokana na reaction kufuatia kuachiwa huko, reaction ya wadau mbalimbali nilikueleza katika video iliyopita, watu wengi sana kiukula wamefurahi, wameshukuru serikali kwa kuamua kuachia vijana hawa huru waendelee kutumikia maisha yao kama kawaida, waendelee kujenga taifa na mambo mengine kama hayo kwenye jamii. Lakini pia Nifa akaamua kufanya press conference mara tu baada ya kutoka pale mahabusu na kutoka pale mahakamani. Nifa bwana amefanya press conference na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali, ambapo hapa wamekuja kuripoti pia kuhusiana na swala hilo. Hapa kuna page imekuja imeandika kwamba bwana, muda mfupi baada ya Nifa kuachiwa huru, mfanyabiashara huyo maarufu Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa ameenda kuzungumza na waandishi wa habari katika mgahawa wa Seafood Lovers jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kinondoni. Nifa bwana amezungumza kilichotokea, akidai kwamba ilikuwa tu ni misunderstanding ya hapa na pale, lakini baada ya uchunguzi kufanyika na Mheshimiwa Rais pia kuwaonea huruma vijana hawa, ameamua kuwasamehe na pia vile vile mashtaka yamefutwa dhidi yao. Kwa hiyo yeye Nifa amemshukuru Mwenyezi Mungu, amewashukuru watu ambao walikuwa wakimhurumia na kumuombea, lakini pia vile vile kubwa zaidi amemshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutengua au kuhakikisha kwamba vijana hawa wanaachiwa huru. So Nifa amezungumza mambo mengi sana, lakini kuhusiana na kile ambacho kilitokea hapo awali ameelezea kwamba yeye hajihusishi kabisa na siasa na hana chama chochote, na kilichokuwa kimetokea ilikuwa ni misunderstanding.
Peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba mfanyabiashara Niffer amezungumza na waandishi wa habari muda mfupi tu baada ya kuachiwa huru kupitia kufutwa kwa mashtaka na DPP, kesi ya uhaini ambayo ilikuwa ikimkabili. Peji nyingine imekuja kuripoti kuhusiana na kile ambacho Niffer amesikika akizungumza. Amesikika akisema kwamba mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Ni mwananchi wa Tanzania. Alisema hivyo mfanyabiashara huyo Jennifer Jovin baada ya kuachiwa huru dhidi ya kesi yake ya uhaini iliyokuwa ikimkabili. Lakini pia vile hapa kuna peji imekuja imeandika kwamba Niffer ameweka tukio lake kupitia hadithi. Mfanyabiashara Niffer amesema kwamba kila jambo linatokea katika maisha ya binadamu ni sehemu ya kujifunza, huku akiwataka vijana kuwa makini kwa matendo yao, kwani kuna makosa madogo madogo ambayo unaweza ukayafanya we mwenyewe bila kujua. Peji nyingine hii hapa ameandika kwamba mfanyabiashara Jennifer Jovin amewashukuru wa Tanzania kwa kuwa karibu naye kwa kipindi chote alichokuwa akishikiliwa, huku akijitoa kwa hali na mali kushirikiana naye na familia yake mpaka alipoachiwa siku ya Disemba 3 mwaka huu 2025. Ameyasema hayo akizungumza na waandishi wa habari, huku akieleza kuwa yeye hana chama chochote wala hajihusishi na siasa. Baada ya kuzungumza mambo kadhaa, Niffer alianza kulia na kumkumbatia mama yake, na hapa kaandika kwamba maana of course katika hii press conference alikuwa yeye na mama yake mzazi. Hapa kaandika kwamba kuna page hapa imekuja kuandika kwamba mfanyabiashara Jennifer Jovin ni kwamba amezungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam leo tarehe 3 Disemba 2025. Amesisitiza kuwa hana chama chochote cha siasa na wala hajihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Ni mwananchi tu wa kawaida wa Tanzania. Kwa hivyo basi hata wakati anafanya baadhi ya vitu ambavyo vimempelekea hadi mambo yote yakatokea, baadhi ya hivyo ni kutokuelewana. Niffer amesema hayo baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kufuta mashtaka na kuachia huru. Niffer alishitakiwa kwa kesi ya uhaini. Niffer amesema kwamba anamshukuru Mungu, uchunguzi umefanyika sehemu tofauti na msamaha ameupata kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan na ameachiwa. Kwa hiyo ameshukuru kwa hilo pia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.